Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA linatarajia kufanya uchaguzi mkuu wa baraza hilo Juni 17 mwaka 2026, huku likitoa angalizo la kuhakikisha haki na usalama vinazingatiwa wakati wa mchakato huo. Akizungumza wakati wa kutangaza ratiba uchaguzi huo utakaofanyika kuanzia ngazi ya msikiti hadi mkoa, Katibu Mkuu wa BAKWATA Alhaj Nuhu Mruma amesema uchaguzi huo utahusisha mikoa 25 ya Tanzania bara. Aidha, amesema uchaguzi huo ulipaswa kufanyika mwaka jana lakini ukahairishwa ili kupisha uchaguzi mkuu wa nchi, ambapo sasa baraza limepata idhini ya kuanza mchakato huo haraka iwezekanavyo. Tuna uchaguzi mkuu wa BAKWATA ambao tunatambua kwamba ulitakiwa ufanyike mwaka jana lakini ukahairishwa kupisha uchaguzi mkuu wa nchi, lakini hatimaye tukapata idhini ya kufanya uchaguzi haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo katika kikao cha halmashauri kuu ya BAKWATA cha tarehe 16 mwezi huu wa 5 kilipitisha mchakato wa uchaguzi kwamba uanze mara moja. Katika kikao hicho, na huu ni waraka namba 1 wa uchaguzi wa BAKWATA wa mwaka 2026 ambao baadaye nitawasambazia na nyinyi muupate kwa ajili ya rejea nzuri zaidi. Uchaguzi huu wa BAKWATA utaanzia ngazi ya msikiti mpaka ngazi ya mikoa, na pia utashirikisha mikoa 26 ya Tanzania bara. Nasema mikoa 26 kwa sababu mkoa wa Singida mwaka huu ulifanya uchaguzi maalum. Mwaka jana nadhani ulifanya uchaguzi maalum wa kutangulia kwa sababu kulikuwa na changamoto mbalimbali. Tukaamua kufanya uchaguzi maalum ukiwa kama pilot pia ya uchaguzi huu ambao utafanyika sasa hivi. Kwa hiyo kimsingi uchaguzi wa BAKWATA utahusisha mikoa 25 ukitoa mkoa wa Singida. Ila mkoa wa Singida utafanya uchaguzi katika maeneo mawili ya jumuiya ya kina mama UWAKITA, lakini na jumuiya ya vijana UVIKIBA. Kwa mujibu wa kikao cha halmashauri kuu kilichokaa tarehe 16, kilipitia rasimu ya ratiba ya uchaguzi ambayo nitaisoma kama ifuatavyo, kwamba uchaguzi huu utakuwa na ngazi ya msikiti, ngazi ya kata, ngazi ya wilaya na ngazi ya mkoa. Kuna ngazi 4 tofauti na kila ngazi itakuwa na tarehe zake. Uchaguzi wa kwanza utakuwa ni wa ngazi ya msikiti, ambayo ngazi ya msikiti uchaguzi huu utaanza mchakato wake utaanza tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 2026. Ndio mchakato utaanza wa kuchukua fomu katika ngazi ya msikiti, lakini kutakuwa na mchakato hapo katikati wa kurudisha fomu na kupitisha majina hapo katikati. Lakini uchaguzi hasa wa msikiti utafanyika tarehe 26 mwezi wa 6. Uchaguzi wa ngazi ya msikiti utafanyika tarehe 26 mwezi wa 6. Baadaye nitawaeleza katika ngazi ya msikiti uchaguzi unamhusu nani na nani. Lakini ngazi ya wilaya, ngazi ya kata, uchaguzi mchakato wa uchaguzi utaanza tarehe 28 mwezi wa 6 wa kuchukua fomu, lakini uchaguzi wenyewe hasa utafanyika Jumanne ya tarehe 7 mwezi wa 7, uchaguzi katika ngazi ya kata. Lakini uchaguzi ngazi ya wilaya mchakato wake utaanza wa fomu utaanza Alhamisi ya tarehe 9 mwezi wa 7, na uchaguzi wenyewe utafanyika Jumamosi ya tarehe 18 mwezi wa 7. Hiyo ni ngazi ya wilaya. Lakini ngazi ya mkoa uchaguzi huu utafanyika mchakato wake utaanza tarehe 20 mwezi wa 7, na uchaguzi haswa utafanyika tarehe 9 mwezi wa 8. Lakini pia kutakuwa na tarehe za uchaguzi wa jumuiya za kina mama na vijana UVIKIBA na UWAKITA. Sio pale unapofanyika uchaguzi wa mkoa wanapatikana pale viongozi wa kitaifa pia katika ngazi ya halmashauri kuu ya taifa
wanapatikana katika mikutano ya mikoa, kwa sababu katika mkutano mkuu wa mkoa ndipo ambapo panachaguliwa mjumbe mmoja wa halmashauri kuu atakayeenda kuwakilisha taifa, ambacho ni chombo cha halmashauri kuu cha kitaifa. Sasa viongozi wa kitaifa walio wengi sio viongozi wa kuchaguliwa, ni viongozi wa kuteuliwa. Kwa mfano ngazi ya juu ya BAKWATA, ukianzia Mheshimiwa Mufti. Mheshimiwa Mufti, utaratibu wa kumpata Mheshimiwa Mufti ni utaratibu wa uchaguzi, pale ambapo nafasi hiyo itakuwa wazi. Lakini uchaguzi wa Mufti haufanyiki mpaka itokee kwamba Mufti amefariki au imetokea sababu yoyote ya kutokuwepo kwa Mufti. Ndio uchaguzi wa Mufti unafanyika kupitia vikao vya juu vya tume ya dini.